Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko amewapongeza watendaji wa Wizara ya Nishati na taasisi zake kwa kuendelea kuimarisha utendaji kazi na hivyo kuifanya sekta ya nishati kuwa na matokeo chanya katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Dr. Biteko ametoa pongezi hizo kufuatia tathmini ya utendaji kazi iliyofanywa na kitengo cha ufuatiliaji wa tathmini katika Wizara ya Nishati ambayo imeonyesha kuwa katika kipindi cha robo ya tatu ya mwaka 2024-2025 utendaji kazi wa wizara au taasisi umeimarika kwa zaidi ya 95%. Katika kikao cha 4 cha tathmini ya utendaji kazi wa Wizara ya Nishati na taasisi zake kilichofanyika jijini Dodoma, Dr. Biteko amesema tathmini hiyo inasaidia kujiimarisha, hasa ikizingatiwa kuwa sekta ya nishati ina umuhimu mkubwa kiuchumi na kijamii. Katika kikao hicho, Dr. Biteko ameliagiza Shirika la Umeme Tanzania TANESCO kuendelea na kasi ya ukarabati wa miundombinu ya umeme pamoja na kuendelea kutafuta vyanzo vipya vya umeme. Aidha, ameupongeza Wakala wa Nishati Vijijini REA kwa kasi iliyofanya na kupeleka umeme vijijini na kuwezesha vijiji vyote kupata umeme, pia kwa kuendelea na kasi ya kupeleka umeme vitongojini. Kuhusu nishati safi ya kupikia, Dr. Biteko amezitaka taasisi zilizo chini ya wizara hususan REA, TPDC na TANESCO kuunganisha nguvu katika kutekeleza ajenda ya nishati safi ya kupikia ili ikue na kufanikiwa na hivyo kutimiza lengo la Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kuhakikisha kuwa wananchi wanahama kutoka matumizi ya nishati isiyo safi kwenda kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Dr. Biteko amepongeza kitengo cha ufuatiliaji na tathmini katika Wizara ya Nishati kwa kutekeleza jukumu lao kwa ufanisi na kukumbusha watendaji wa Wizara ya Nishati na taasisi zake kuwa zoezi hilo la tathmini linapaswa kuwa ni endelevu kutokana na umuhimu wake katika kuboresha utendaji kazi. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nzi. Tumeona improvement kubwa, overall performance yetu tuko above 95. Kinachohitajika ni data zipatikane kila mahali. Kila taasisi jifanyie tathmini mmoja tulishawahi kukubaliana. Mjifanyie wenyewe na nyinyi mjue ndani ya vitengo vyenu kama tulivyofanya wizara. Tusiangaliane wenyewe, tumwangalie Mtanzania aliye mbele yetu anahitaji huduma yetu. Si ndio jamani? Mjenge huu utamaduni kuufanya kuwa sustainable, usio utamaduni wa mtu. Na ndio maana najizuia sana kujinasabisha na jambo hili. Jengeni taasisi yenu ya kuwa na utamaduni. Watu wengine wajifunze kwenu. Niwaombe, tuna mambo mengi ya kufanya. TANESCO lazima tuendelee na kasi ya ukarabati wa miundombinu yetu. Ni lazima tutafute vyanzo vipya vya umeme. Tupate vyanzo viwili vitatu ambavyo vitakuwa kwenye pipeline. Bahati mbaya miradi yao TANESCO haikamiliki ndani ya mwaka mmoja au miaka miwili. Inahitaji muda mrefu. Kama hatufanyi sasa hivi, hatutaifanya. Isije katokea tena tukaanza kuona kama ni jambo la dharura ambalo limetokea tulikuwa tujajitayarisha. Upande wa REA tunawapongeza sana. Kwa hiyo REA, wewe endelea na kasi yako. Tupeleke umeme vijijini. Na wakuu wa taasisi wote, ninyi jamani mmekuwa watu wa kuwafundisha, wa kuwakuza ili kesho wakuu wa taasisi kama ninyi. Waeni, wasaidieni